hayo matamshi kama yanafurahisha yoyote. Na sidhani kama kuna mtu anaweza kufaidika na matamshi hayo. Na sidhani kama nchi yoyote ishe kufanikiwa kwa kutofautiana. Naamini jamii yoyote, nchi yoyote inafanikiwa kwa kuungana, kwa kusikilizana. Nini mashahidi? Sisi hapo Tanzania, Muislamu anaoa Mkristo, Mkristo anaoa Muislamu, asiyekuwa na dini naye anaoa. Ndio jamii yetu tumeishi hivi. Na tumekuwa na utulivu mkubwa sana. Sasa leo inapokuja hii, mimi umekuja hapa mwandishi wa habari, hata dini yangu huijui. Na huna mpango wa kuniuliza. Na mimi siwezi kukuuliza dini yako wala kabila lako. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika misingi ya kujenga umoja na mshikamano tuliojengewa na waasisi wetu ni kuepuka mambo hayo ya kutambuana kwa matabaka mbalimbali. Kwa hiyo niwaombe viongozi wa dini, huu mchezo wanaoanza mchezo mbaya sana. Ni mchezo mbaya ambao unaweza kugharimu taifa letu. Lakini pia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ni viombe pia. Na vyenyewe visifumbie macho matamshi hayo. Ni vizuri kwa maoni yangu watu wakaitwa na wakahojiwa wanamaanisha nini katika hayo. Bila kujali nafasi yao katika dini. Kwa sababu nchi hii ni bora kuliko kila mtu aliyoko hapa. Amani yetu, mshikamano wetu sisi ni mkubwa na thamani kuliko kiongozi wa dini yoyote. Kwa hiyo ni vizuri hata vyombo navyo ni vishauri. Visione kwamba wala visitishika au kuogopa kwamba shehe fulani kaongea, sisi tukimshika tukimhoji itakuwa hivi, au padri kaongea askofu. No. Hatua zichukuliwe equally, similarly, bila ubaguzi, bila uonevu, bila chochote. Ili mradi nchi iweze kubaki salama na watu wote tufuate taratibu kama tunavyoelekezwa na sheria zetu. Asanteni sana.